بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وخليلنا ومصطفانا وقدوتنا ووسيلتنا إلى ربنا وهو محمد بن عبد الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibuni tena watazamaji wetu katika kipindi cha darasani ndani ya chaneli ya Rabta TV. Muhimu endelea kutufuatilia. Leo tunaingia katika hadithi ya 9. Na huu ni mtiriko wa hadithi zetu za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam alizozikusanya al-Imam an-Nawawi na kuziweka katika kitabu kimoja na kuzipa jina Arbauna an-Nawawi, kama hadithi 40 za Imam Nawawi. Kwa leo tunaingia hadithi ya 9. Hadithi yetu ya 9 ya leo, ndugu zangu Waislamu, mpokeaji wa hadithi hii ni Abu Huraira radhiyallahu anhu. Huyu ni sahaba mkubwa min ashabi Rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam, katika masahaba wa Mtume Muhammad, rehma na amani ziwe juu yake. Lakini sahaba huyu wengi katika Waislamu tunamfahamu kwa jina lake la nickname, tunasema jina la utani. Na hili limetokana kwa sababu yeye alikuwa akipenda kuishi au kukaa muda mwingi sana na paka, mpaka akaitwa Abu Huraira. Lakini jina lake hasa ni nani? Sahaba huyu anaitwa Abdurrahman bin Sakhri ad-Dawsi. Huyu ni sahaba kutoka Yemen. Sahaba huyu, ndugu zangu Waislamu, kuna umuhimu mkubwa wa kuijua sira yake na historia yake katika maisha yaliyofungamana na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Katika kusilimu kwake, alisilimu mwaka wa 7 Hijiria. Kwa hiyo alikaa na Mtume takriban kwa miaka 3 mpaka 4, kwa sababu mwaka wa 11 Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliondoka, au Mwenyezi Mungu alimchukua katika ulimwengu huu na akatuachia sisi dini iliyokuwa salama. Lakini pia sifa ya sahaba huyu Abu Huraira, au jina lake Abdurrahman bin Sakhri ad-Dawsi, ndiye sahaba ambaye amekaa muda mfupi na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini ndiye sahaba aliyepokea hadithi nyingi kuliko masahaba wote tunawajua. Na lau ukapanga listi la masahaba hata japo 5, lakini utaona yeye ndiye sahaba wa kwanza aliyepokea hadithi nyingi. Tena ipo hadithi katika Sahihul Bukhari na Sahihul Muslim, itategemea na chapa uliokuwa nayo, lakini hadithi hiyo ipo nambari 119. Abu Huraira radhiallahu anhu anasimulia, anasema yeye alimfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kumwambia, ya Rasulullah, hakika mimi ninasikia maneno mengi, hadithi nyingi kutoka kwako, lakini katika hizo hadithi nyingi ninazozisikia kutoka kwako, nyingi pia nazisahau. Niambia Rasulullah, nifanye nini? Basi Mtume akamwambia, vua kilemba chako. Katika hadithi imekuja rida, ni vazi la juu, kitambaa cha juu kinachovaliwa na Waarabu wa kipindi hicho. Abu Huraira alipokivua akamwambia kitandike, yani kinyooshe, kiweke sawa. Akakiweka sawa, kisha Mtume akakichota na akakikunja na akamvesha Abu Huraira radhiallahu anhu. Na Abu Huraira yeye ndiye mpokeaji wa hadithi hii, akasema tangia siku hiyo hakuwa mwenye kusahau maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mpaka hivi sasa sisi tunazo hadithi hizi na tunaishi nazo. Sahaba huyu, katika maelezo ya wanawachuoni na wapokeaji wa hadithi, wanaeleza amepokea hadithi zisizopungua 5374 ndani ya miaka 3 mpaka 4. Hadithi 5374 hadithi alizozipokea, na zaidi ya hapo. Na hiyo ni kwa sababu ya kwamba toka alipotoka katika miji ambayo yeye alikuwa amezaliwa, alikuwa akiambatana sana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na yeye alikuwa akiishi katika Masjidun Nabawi, ndipo maisha yake yalipokuwa.
na inaeleza sababu ya yeye kuwa wamepokea hadithi nyingi sana ni kwa sababu muhajirina walikuwa wakijishughulisha sana na masala mengine ya kibiashara, na maanswari pia kadhalika na wao walikuwa wakijishughulisha sana na masala ya kibiashara. Kwa hiyo ndio sahaba wa kwanza Abdurrahman bin Sakhri ad-Dawsi au Abu Huraira jina lake la utani, mwenye hadithi nyingi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Na tukienda kwa mtiriko, sahaba anayemfuatia ni Abdullah ibn Umar ambaye amepokea hadithi zisizopungua 2630. Baada hapo anafuata Anas bin Malik ambaye pia amepokea hadithi 2386. Lakini pia anafuata mke wa Mtume, mama wa Waislamu, Aisha radhiallahu anha ambaye naye pia amepokea hadithi zisizopungua 2210. Kwa mtiriko upo hivyo, lakini Abu Huraira yeye yupo juu ya maswahaba wote kwa upokeaji wa hadithi nyingi. Tanbihi, moja katika maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, la tasubbu ashabi, msije mkawatukana maswahaba zangu. Kwa hiyo ni tahadhari kwa kila Muislamu ambaye kwamba anaweza akamzulia uongo Abu Huraira na kusema mbona amekaa muda mfupi na ana hadithi nyingi, huenda maneno mengine si ya Mtume. Mtume alishasema asije akapatikana mtu au watu wakawatukana maswahaba zake, kwa sababu wao ni watu maalumu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwachagua waweze kumzunguka Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Tukiingia katika matni ya hadith, Abi Huraira radhiyallahu anhu anasema, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam, kama nilimsikia Mtume Mwenyezi Mungu rehma na amani ziwe juu yake, yaqul, anasema, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, yale niliyokukatazeni yaacheni. Kisha Mtume akaendelea kusema, wama amartukum bihi fa'atu minhu, na yale niliyokuamrisheni fanyeni kwa kadri ya uwezo wenu. Kisha akamalizia Mtume akasema, fa innama ahlaka min qablikum kathrat masailihim, hakika waliangamia waliokuwa kabla yenu kwa wingi wa kuuliza maswali. Na akasema, wakhtilafuhum ala anbiyaihim, na kule kupishana nao au kwenda kinyume na mitume yao ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwapelekea. Ndugu zangu Waislamu, tuanze kutizama matni ya hadithi moja baada ya nyingine. Kwanza tunapata kuona hapa Mtume anasema katika mwanzo wa maneno haya, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, yale niliyokatazeni yaacheni. Hili ndugu zangu wasema ni katazo na ni amri kutoka kwa Mwenyezi Mungu na mtume wake la moja kwa moja, kwamba jambo tulilokatazwa tuliache, na hakuna namna ya kuliendea wala hakuna namna kusema nitafanya polepole au hakuna. Na pia mtume akasema, wama amartukum bihi fa'atu minhu mastata'tum, mtume anasema na yale niliyokuamrisheni fanyeni kwa kadri ya uwezo wenu. Hapa ndugu zangu Waislamu panahitajia maelezo makubwa sana, na tunahitajia pia kutizama wanawachuoni waliotutangulia wameyafafanua vipi maneno haya. Maneno haya ndugu zangu Waislamu yanatuonyesha kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama alivyosema katika suratul Baqara, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, Mwenyezi Mungu haikarifishi nafsi ya mtu ibada yoyote, jambo lolote ambalo Mwenyezi Mungu kwa kupitia kinywa cha mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameliamrisha, basi inakuwa ni kufanya vile ambavyo mtu anaweza, na asilazimishe nafsi, asitese nafsi, asiumize. Lakini hapa pia kuna mazingatio. Mfano, tumeamrishwa katika swala, wa aqimu sala, tuiswali swala lakini kwa kusimama, na tunaona kule kusimama ni katika nguzo miongoni mwa nguzo ya swala, alqiyam lilqadri, kusimama kwa mwenye kuweza. Sasa ikitokea mtu amepata changamoto ya maradhi, ana shida, anaumwa, hawezi kusimama, basi hapa sasa ndio maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanatumika, kwamba tufanye yale atuamrisha mtume kwa kupitia maneno yake, lakini vile ambavyo kwamba sisi tutaweza. Lakini pia haiwi sababu ya kutokuacha kabisa kulifanya, na hapa zikapatikana kanuni nyingi sana miongoni mwa kanuni ambazo wanachuoni wamezitoa. Kanuni miongoni mwa kanuni hizo ya kwanza ni almashaqqatu tajribu taysir, kwamba mashaka yatakapopatikana basi haya mashaka yatafanya upatikane na uwepesi, yataleta wepesi. Jambo lote likiwa zito la ibada katika maisha likishaleta uzito, basi pia hapo hapo unapatikana wepesi wake. Kwa ndio maana tunasema hata katika swala mtu ambaye kwamba atakuwa ameshindwa kusimama, basi wanawachuoni wameeleza anaweza akaswali kwa kukaa,
Akishindwa kukaa pia anaweza kaswali kwa kulala. Hata ule utaratibu umeuelekeza, ikishindikana vyote hivyo, hawezi kwa kusimama, hawezi kwa kukaa, hawezi kwa kulala ubavu, hawezi kulala chali, hawezi kulala kifudifudi, basi namna ya mwisho kabisa anaweza kaswali kwa macho au hata kwa dhati ya moyo wake. Hii yote ni kwamba inaonyesha Uislamu haujataka kumlazimisha mtu juu ya jambo la, bali unataka mtu afanye katika ibada vile ambavyo kwamba yeye itakuwa ni sahali au itakuwa nyepesi kwake. Kanuni nyingine pia tunayoipata, al-maisur la yasqutu bil ma'sur, kwamba jambo lolote litakapokuwa limeleta uzito basi haliwezi likashindikana kufanyika kwa wepesi. Kwa hiyo ambaye unaweza kuwa mgonjwa, una maradhi katika baadhi ya ibada kama tulivyosema, kama katika swala kusimama, kwa kuwa unaweza ukasimama dakika 5, basi hizo dakika 5 zitumie katika kusimama. Kisha ukishindwa au utakapochoka, utakapohisi sasa mwili unashindwa kuendelea, basi sasa ndio unaweza kufanya nini? Ukakaa. Sio unaweza ukachukua dakika 10, 15 ukiwa katika mazungumzo mengine ya lahawi nje yenye kupumbaza, story, biashara, mipira na mengineyo, lakini katika swala wewe ukao ukifika, kwa kuwa una maradhi ndio, lakini maradhi yako hayo unaweza ukasimama hata dakika 5, 7, ukasema hapana, mimi nikae kwa sababu wepesi umepatikana. Hapana. Jambo lililokuja hapa ni kule mtu atakaposhindwa basi asizidishe. Kwa hiyo unaweza ukasimama kwa kile kiwango utakachoweza, kisha ukaendelea na namna ambayo kwamba utaweza. Ndugu zangu Waislamu, ili tamko hapa la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wama amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, kwamba yale yaliyotuamrisha tuyafanye kwa vile tutakavyoweza. Hili tamko ni tamko la kututaka sisi tuwe wacha Mungu, kwamba wewe unataka nafsi yako katika kutekeleza ibada za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha pale ambapo kwamba utakuwa sasa umefikia kikomo, mwili wako, nafsi yako haiwezi tena kuendelea, basi hapo sasa ndipo unafanya nini? Unaacha. Sio mtu uache pasi na kutaka kujaribu. Na hii tunapata pia katika sira ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kwamba kuna wakati Mtume, maswahaba walimuona alikuwa akiunganisha funga yake, yani kwa akifunga mpaka muda wa kufungulia ukifika, hali ya tikiti chochote kinywani, anaunganisha tena siku ya pili. Maswahaba kwa kule kuiona ile ibada ya kufunga na akaiona ile namna mpya anayofunga Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasi na kuhitajia chakula cha iftari wala daku, nao pia wakaingia katika kutekeleza ibada hiyo. Lakini jambo hili likawa zito kwa wao, ilipelekea hatua sasa mpaka ikawa baadhi yao walikuwa wakifika katika swala wanakaa viwambazani ili wajiegemeze, maana miili yao ilikuwa ishakosa nguvu na ishakosa afya. Lakini yote kwa yote walikuwa wanaonyesha ya kwamba jambo ambalo kwamba Mtume wa Mwenyezi Mungu rehema na amani ziwe juu yake atakapolielekeza mtu afanye, kisha pale atakapokuwa sasa ndo amekomea mwili wake na nguvu zake haziwezi tena kuendelea, hapo sasa ndipo anatakiwa na inaruhusiwa kwake na inakuwa halali kuacha. Tofauti na hapo, hiyo inakuwa hatari. Lakini pia kuna jambo lingine la kujifunza hapa katika dini. Dini haijatuwekea uzito kwamba wewe ucha Mungu wako, ufanyaji wako wa ibada ufanye katika hali siku zote katika hali nzuri, lakini itakapotokea jambo la kukutosa nguvu na unajua jambo hili nikilifanya linanitoka katika ibada yangu, linanitoa katika ucha Mungu wangu, basi pia dini imekupa uhalali na imekupa haki ya wewe kuliende, kwa kuwa tu ile nafasi ya wewe kuendeleza kufanya vile ambavyo kwamba unaweza kufanya na ndivyo inavyotakiwa kufanya imekushindikana, basi unaweza kutumia njia ya pili. Ndio maana tumetoa kanuni hapa katika kanuni ya kwamba al-mashaqqatu tajlibu at-taysir, au ile kanuni nyingine tuliyosoma al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Kwa hiyo hapa pia tunajifunza hata ikitokea siku upo sehemu kumekosekana chakula na wewe umejitahidi kwa kiasi utakachoweza, upo katika ibada, lakini vipo vyakula vingine ambavyo ni haramu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameviharamisha, kutokana na uzito huo, kutokana na ugumu huo ambao wewe unaweza ukaupata, ima wa kujisababishia maradhi, ima wa kusababisha ukapata mtihani ukafikwa na umauti, basi hata vile vyakula ambavyo viliharamishwa kwa kwa vinaweza vikapata uhalali wa kula kutokana na changamoto hiyo uliyopata. Ndio maisha na ndio dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyotuletea. Ndugu zangu Waislamu, kama tulivyokuwa kawaida yetu, hadithi tunazigawanya katika pande mbili. Kwa hapa tutasimamia hapa,
Na katika kipindi chingine, katika juma lingine, tutakuja kuanzia fa innama ahlaka alladhina min qablikum, pale Mtume aliposema hakika waliangamia waliokuwa kabla yenu. Tutakuja kueleza matini, tutakuja kuona faida na baadhi ya matukio yaliyopatikana kwa kule kutokana na maswali mengi kuulizwa, na kutokana na kuuliza maswali ima yakawa na faida au yakawa yana hasara. Muhimu usiache kutufuatilia. Sikiliza hadithi hizi tutakazokuwa tunazitoa kila siku ya Jumatatu katika mtiririko wa hadithi za 40 an-Nawawi. Na wewe pia usiache kufuatilia channel yetu. Vipindi vipo vingi vyenye faida, vipindi vipo vingi vinavyoletwa kwa ajili yako kunufaisha umma. Na pia kama una maoni, una maswali, usiache kuuliza katika platform zetu zote za mitandao ya kijamii, na inshallah maswali hayo tutayajibu kwa vile ambavyo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatujalia. Mwenyezi Mungu atujalie mwisho uliokuwa mwema, atulinde na atuhifadhishe hadithi hizi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama alivyomuombea dua sahaba yake Abu Huraira mpaka akawa ndio sahaba mwenye hadithi nyingi, hadithi 1500 na zaidi. Mwenyezi Mungu na sisi atujalie na atukirimu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.